Okay, hapo inamaanisha kwamba sasa hivi hata pia Kajala na Harmonize kuna namna alikuwa anazungumza kabla hapo, kwa sababu jana tumeona unakutanisha wewe pale. Ni kama wewe Juma ulikuwa unamforce Harmonize na kabla hapo Juma wewe Harmonize ulikuwa unamchukia, ujue ulikuwa unamzungumza vibaya na nini, lakini umeonekana kumvuta kumkutanisha na Kajala pale. Ni kwamba ni watu ambao walikuwa wanaongea muda mrefu ama ilikuwa ni vipi? Harmonize na Kajala walikuwa hawazungumzi kabisa. Yaani nikwambia kabisa, hao watu wengine walikuwa mkiwahoji wanaweka tu ushabiki, lakini walikuwa hawazungumzi chui na paka. Yaani chui na paka picha huko mara kibao tushakutana na Harmonize same tofauti. Kajala huwa ashuki kwenye gari. Hataki mpaka anapoondoka Harmonize. Umeelewa? Sasa nikaona kama haya maisha ya hivi mpaka lini? Mimi mwenyewe Harmonize mimi sipendi kwa sababu mambo yake, masifa yake, vile the way anavyokuwa na mtreat mwanamke vibaya, kwa sababu kiukweli walimmind kweli, kwa sababu sasa hivi nina kazi, Paula ndo ampende Harmonize hata kumuona. Yaani hata kumsikia, kwa sababu kama jana nimemuuliza Paula, tunaishi mara moja. Hakuna kitu ambacho hakisameheki. Kunjua nafsi yako. Sio lazima hao wapenzi. Mimi mwenyewe sitaki wapenzi kwa sababu najua Harmonize ni mtu ambaye michoresho kwa wanawake. Kwa hiyo yeye abaki na maisha yake na Kajala abaki wakionana wasalimiane. Kwa nini Harmonize katembea na wasanii wangapi? Mbona kibao? Na kisa sasa hivi wamekuwa friends. Umeona Kwa nini imekuwa hivi? Harmonize alitupeleka sisi polisi kwa shutuma kwamba tumevujisha video, kama mnakumbuka. Umeona? Harmonize huyo alimfuata Paula na Kajala nyumbani kwao kwa mama yake na Kajala Kimara na Defender usiku, wakarekodi na video zilitrend sana. Umeelewa? Akawa anakandamiza wale wafikishwa mahakamani kwa kosa la nini? Kosa la kuvujisha video. Umeona? Harmonize huyo alikuwa na yani makolokolo kibao ambayo kwa binadamu wa kawaida uwezi kumtazama mara mbili kama kioo cha jamii. Umeelewa? Alafu ile ndio ilimsababisha mpaka Harmonize akapola ubalozi wa benki, kama mnakumbukumbu nzuri. Hamo alisema kuna kauli moja ambayo Paula mpaka kesho kutwa, yani hiyo akikumbuka hawezi kumsamehe Harmonize, kwamba alisema kwamba kuna ile kauli anasema ukimchukua Roja unapata na kalima story ya nyongeza. Kwa Kiingereza unasemaje wasome? Lipa nini? Nun. Yes, Unaona hiyo kauli? Mpaka leo Paula bado anayo inazunguka kwenye kichwa chake. Na ndio maana hata jana alisema, yani Juma ninakumind. Haijawahi kutokea dunia nzima. Yani nitumia kazi, yani fursa. Ndio hivyo tu, mimi mwenyewe tu mkono ulikuwa unaniwasha. Nilivyomuona hiyo bwana Konde kafika pale kakaa, kanisalimia peace kabisa. Nilishangaa Juma, wanakumbuka pale leaders ulikuja Unajua iko hivi. Sisi tulikaa nyuma kabisa ya uwanja kwenye zile nyavu. Harmonize alipita bila kutusalimia ndani ya uwanja, alienda kukaa na kina Alikiba. Kama sijasahau, alikaa kina Alikiba, si Kibabude, walikuwa wamekaa ndani ya uwanja. It means kwamba wakati tumekaa na Ramata pale, alikuwa anatuangalia. City ilikuwa imejaa, sababu tulikuwa tumekaa sisi wakina Haji Manara na mke wake na watoto wengi. City ilikuwa imejaa. Baada ya kipindi cha pili tulihama, tukaenda kukaa na kina Paula na Hamisa, sababu wao walikuwa wanashangilia timu ya kina Mario. Benchi lilikuwa kubwa jeupe, tulikuwa tumekaa pale. Kukaa dakika 10 nyingi, yule baba sijui uwanjani alichomuka saa ngapi, alipitia wapi, alipenyia wapi na wale mambavu yake. Huyu hapa miguuni mwangu. Kafika naona mtu jamani, sasa huyu sasa yuko ndani ananipa 5. Sasa mwanamume mwenzio anapokupa 5 alafu ukatae, inaleta picha mbaya, unajua Alafu hakunaga kile alichonikosea kikubwa mno cha kushindwa mimi kusalimiana naye. Kama yeye na bosi wangu wanasalimiana, mimi nani? Umeona? Nikampa 5, akapita zake, akaenda kumpa Hamisa 5. Alipofika kwa Paula akakunja, akasizi, akasema kichuma kiboko. Akasizi akupokea 5 yake. Na alipofika kwa Kajala naye akana kama kusizi hivi, kama nitaposti video kwa sababu watu wengi mmechukua video ambayo tukio lilikuwa lishafanyika. Pale wanakumbatiana. Hawajajua chanzo ni nini. Kwa hiyo mwanzoni akamchukua mkono kabisa yeye, Harmonize akachukua mkono wa Kajala, akamshika kinguvu hivi, akamsalimia, akaendelea na kulo. Katika ile ni benchi, baada ya Kajala alikuwa Mudi Mzungu. Baada ya Mudi Mzungu kuna kijana alikuwepo pale, crew ya Harmonize. Alafu Harmonize alikuwa 3. Lakini huku na huku katika shangwe la mpira tunaangalia
nageuka hivi. Namuona yule kijana Mudi katolewa. Mudi katolewa. Mudi katolewa hapa jamani. Sio kwa watu wawili hapa. Ndio kama kuna video nilikuwa namfanyia Harmonize, you black guy. Nitakuwa. Ulete drama zako nilikuwa na mtania. Lakini end of the day nikafikiria nikasema hapana, hakunaga vitu vya hivyo. Lakini mimi ndio nichukue nafasi hii leo, bwana ndugu zangu mmekuja, nimuombe radhi Kajala kwa sababu mpaka tunaondoka nikaliacha gari uwanjani. Tulikuwa hatuna masikilizano vizuri kwa sababu boyfriend wake pia alikuwa amenimind kinyama nyama kwa sababu jumba bovu linitupia mimi. Boyfriend wake na Kajala. Yuko China lakini haiko hapa watoto wanamjua. Kwa hiyo lakini inavyosikia Harmonize ameshindwa kumove on, still bado anampenda Harmonize Kajala. Bado anampenda Kajala. Kajala ampendi tena Harmonize. Kwa sababu yani hampendi. Like, mimi najua kwa sababu mtu dalili ya mtu anayempenda mtu unamuona usoni na movement. Harmonize anamhangaikia. Harmonize ashaenda mpaka gym kumfuata Kajala. Watu wa gym wakamtonya, Hamo anakuja. Anakuja sasa hivi amesema anakutafuta wewe. Kuna jina moja anamtaga nani? Mama nani sijui, mama nini sijui. Yani jina moja hivi la kimahaba anamuitaga. Akamwambia hivi bwana, hiyo siku Kajala hakwenda. Hakwenda kabisa gym. Alikunja. Muona. Kwa hiyo unaona dalili. Hata yeye Kajala unajua ni mpole. Akiwa anataka kitu Kajala huwezi kumzuia. Mungu Baba, we Kajala hamuogopi mtu. Akitaka jambo lake, ndugu yangu mtaongea mpaka mtaongea tena. Yani kwa hii situation ya pili ambayo imemkuta, aliapa mpaka akaenda kutoa sadaka kanisani. Na pasta akamuombea kabisa. Sasa basi anakuwa moyo mwenyewe, sio sisi. Kwa sababu sasa hivi Kajala bwana huyu hapo, bwana tajiri, bwana anataka kufunga naye ndoa. It means kwamba hata yeye mwenyewe Harmonize labda anataka ile peace tu kwa sababu kama anaongea na Hamisa, anaongea na wasanii wengine kina Lulu Diva, kina Wema. Basi anataka peace pia kwa Kajala. Lakini Juma, anything can happen, huwezi jua. Hakuna kuhappen tena. Inaweza kashangaa Kajala rudiana na Harmonize. Mtanikoseshia hela ndugu zangu, kwa tajiri mtanikoseshia hela. Nyinyi ndio mnachochea. Tajiri hapa yeye tajiri kakasirika. Sasa hapa Juma kuna mazingira ambayo pia Harmonize ameanza kuyatengeneza. Unajua jana tu ile kumkumbatia labda pengine alivyorudi kumbato unalionaje? Sasa unajua mwanamke yule mara kwanza hawezi kubali kiasi. Nikwambie kitu kimoja. Yeye sio kwa sababu ya hadhara ya watu. Yeye angekuwa anataka kweli msamaha, wala singetumia hadhara ya watu. Yeye rafiki yake mkubwa sana Lamata. Yaani Lamata anamsikiliza Hamo vibaya mno. Alafu Kajala anamsikiliza sana Lamata. Mpaka Lamata kanyosha mikono juu. Ujue ngoma imemshinda kwa sababu hata mara ya kwanza Lamata ndo alirudisha tena walipogombanaga. Alafu kuna Mario anaongea sana na Harmonize. Kwa hiyo kuna connection fulani ambayo wanaweza kupitia njia wakakutana licha ya mimi kwa kutanisha. Yaani havipingiki. Na maana mpaka hizo nguzo kubwa zimeshindwa, mimi siwezi kusikizwa kwa sababu no, Lamata alimfuata kiukweli. Lamata alijitahidi kumwambia. Yeye Harmonize alimfuata, Lamata alimwambiaga, lakini Lamata alijaribu kumshauri, alimwambia kabisa bwana wewe ukiingilia haya mambo mimi na yeye sasa hivi tutapunguzana. Ndugu yangu wewe aache kama yalivyo. Mimi nadhalilika sasa hivi. Siwezi tena. Umri uliofikia huu sasa kuanza kudhalilika kwa mambo ya kipumbavu tena ifike hatamu. Mwanangu katulia. Mimi tena naonekana nipo huku mara nimefanya hivi mara acheze nao hao. Anacheza nao, anawadhalilisha huko mitandao ya kijamii. Mimi sasa hivi ifike sasa kama ana dili la pesa aniletee. La tangazo nitalifanya, lakini sio kuniambia tena mahusiano na yeye. Ndio maana sasa hivi boyfriend wangu simweki hadharani. Hiyo watu wengi wanapenda mahusiano yao. Na ndio maana wako proud na mahusiano yao. Lakini hao ndio hao ambao walikaa na kumcheka na kumkebei Kajala kipindi ambacho matatizo yanamfika. So jamani, tumwacheni ile binti apumzike kwa sasa hivi. Walikuwa waongei. Hamisa na Harmonize walikuwa wazungumzi. Itilafu zao zilikuwa tu za kawaida. Tunajua kila mtu jini kujua wale. Hamisa mvimbaji, Hamo mvimbaji. Kwa hiyo kwa nini Hamisa Harmonize no, hata wanaume kwa sababu nakupa mtiririko wa wanawake kwa sababu wanawake wewe hamna mwanamke ambaye uzungumzi naye. Ambao wewe Kwaresma hii na wewe una Ramadhani kwa umefunga wewe. Usiseme uongo. Yaani kupishana ni kawaida. Mnapishana
Unajua maneno watu wa kike nao wana midomo sana. You never know. Huwezi jua labda huko limetoka huko limeingia huko neno la huko limeenda huko. Umeona? Kwa hiyo ni kawaida tu. Ni kawaida katika maisha kugombana na mwanamke wanaume ni kawaida. Yaani kwa mfano nataka kusema nini yani? Usitake kuharibu ndoa za watu. Mtoto mambo ya anauliza kwa sababu unapotaja mara kwa sababu umeuliza swala la Hamisa. Na Hamisa tena ilikuwa. Hamisa hiyo kawaida tu. Kawaida tu.